Yes, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Afro Media, kama tunavyofahamu siku ya jana tarehe 20 Wakristo kote ulimwenguni walikuwa wakiazimisha siku ya kufufuka kwa Mwokozi ama mkombozi wa ulimwengu, Bwana wetu Yesu Kristo. Ulimwenguni kote Wakristo walikuwa wakiazimisha siku kuu hii ambayo inajulikana kama Pasaka ama wengine wakiita Passover. Lakini ni jana tu kuamkia leo, sura ya ulimwengu imebadilika kabisa. Huzuni imetawala kwa Wakristo wengi na wasio Wakristo. Kwa wapenda amani ulimwenguni kote wanasikitika kwa pamoja baada ya kutangazwa kwa kifo cha Francis, papa huyu aliyekuwa papa wa Vatican, baada ya kuweza kufariki dunia. Na hapa ninakwenda kuungana na mtangazaji mwenzangu Ismail wa masuala mbalimbali ya kimataifa. Yeye anamzungumziaje Papa Francis? Tunafahamu mengi sana ameweza kuyafanya kupitia ulimwengu huu ambao yeye kwa kiasi kikubwa alikuwa ni mtu anayehimiza amani, upendo, mshikamano kwa mataifa. Ni mtu ambaye kweli hakika alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye apendi kuona taifa ama watu wakinyanyaswa, watu wakikatiliwa maisha yao. Papa huyu ameplay part kubwa sana katika kuhimiza amani ya ulimwengu huu hapa tunaoishi mimi na wewe leo. Na kwenda kuungana na ndugu yangu Ismail kwa namna moja ama namna nyingine, tunakwenda kukufafanulia yale yaliyojiri ama yaliyokuwa akiyatekeleza enzi za uhai wake. Hello kaka Ismail, unanisikia? Nakupata vizuri. Naam bwana, tumepokea taarifa hapa ya kifo cha Papa Francis. Wewe kama mfuatiliaji wa masuala mbalimbali ya ulimwenguni, wewe umelipokeaje hili? Nimelipokea kwa masikitiko makubwa. Ndio. Sababu kifo cha mwenzetu licha ya uongozi wake, kifo kama kifo ni kitu ambacho kinasikitisha. Ni kitu ambacho kinaonesha kuondokewa kwa mmoja ambaye alikuwa na mchango fulani katika jamii yetu. Lakini pili, ni kiongozi mkubwa mwenye nafasi kubwa duniani ambaye alikuwa tumaini la wengi, hasa wale aliowaongoza na wale pia ambao hakuwaongoza kwa kuwa alijitahidi kuwasemea wote. Kwa hiyo ni pigo kwa jamii ulimwenguni. Sawa sawa. Wewe kama unavyomfahamu Papa Francis katika mchango wa kuiunganisha dunia ama ulimwengu na kuhimiza amani na mshikamano, wewe unamtazama kwa mlengo upi hasa? Mimi namtazama kwa mlengo wa mtu aliyekuwa kama daraja. Licha ya nafasi yake kuwa nafasi ya juu sana, mtu anayeheshimika zaidi ulimwenguni. Kila kiongozi ulimwenguni, haijalishi ni Marekani, ni Urusi, ni nchi yoyote yenye uchumi mkubwa au jeshi kubwa, alimheshimu Papa Francis. Lakini licha ya heshima aliyokuwa nayo Papa Francis, hakuwatenga watu wa hali ya chini. Kwa hiyo naweza nikasema alikuwa ni daraja lililowaunganisha watu wa chini au watu walioonekana kusahaulika na watu ambao walikuwa katika ngazi za juu, kwa maana ya kuwasemea. Kwa sababu hata miongoni mwa kauli zake za mwisho, jumbe zake za mwisho ambazo amezituma jana wakati wa Pasaka, ilikuwa ni kuhimiza amani ulimwenguni. Hiyo ndio zilikuwa kauli zake za mwisho. Lakini vile vile hata wakati anaingia madarakani, miongoni mwa ziara zake za mwanzo zilikuwa barani Afrika, katika bara ambalo limekuwa likiexperience machafuko, kwa maana kupitia machafuko ya changamoto za baa, njaa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ulimwenguni kama tunavyotambua, kuna hali ya matabaka na hali ya kuchukuliana kwamba eneo fulani ni bara la giza, lakini yeye aliamua kuanza nalo. Ameingia 2015 katikati, lakini mwishoni Novemba akaanza kwa ziara za kuja Afrika. Kwa hiyo naweza nikamuona kama daraja ambalo alijitahidi kuwachukua waliokuwa upande wa pili au waliokuwa wanaonekana kusahaulika na kuwapa thamani miongoni mwa wengine. Sawa sawa. Na katika hilo ninaweza kuungana na wewe kwa sababu hata kanisa lenyewe linatambua kama ni papa ambaye aliweza kubadilisha kanisa Katoliki. Yani papa ambaye aliweza kutoa ule umashaka kwamba kanisa lazima liongozwe na watu wa Ulaya tu. Na hata katika idadi kubwa ya
watumishi wa ngazi za juu kabisa katika kanisa Katoliki. Ndiyo. Aliweza kuwachagua watu kutoka mataifa mbalimbali, na sasa ulimwengu mzima unatambua kwamba Papa aliweza kuunganisha na kufanya kanisa Katoliki kweli sasa kuwa kanisa la kimataifa ama kanisa la mataifa, yani si tu la watu wa Ulaya. Lakini sasa tukiangazia maisha yake kwa ujumla na pia labda nafasi hii ya upapa, wewe kama una experience yoyote kwamba hii ishai kutokea Papa kufa akiwa bado katika nafasi yake hii? Kwa maana ya Papa Francis, yeye kama yeye, ukiangalia maisha yake, ukiangalia kuanzia utotoni, ni mtu aliyezaliwa katika jiji la Buenos Aires ambao ni mji mkuu wa Argentina. Alizaliwa huko, lakini mwanzoni alifanya masomo yake, lakini wakati anafanya masomo yake, ili hata aweze kulipa ada, alikuwa ni mlinzi wa klabu moja ya usiku huko Buenos Aires. Kwa hiyo unaweza kaona ni mtu ambaye alipitia maisha mchanganyiko kidogo, lakini katika lengo la kufikia lengo lake kuu la kuwa mtumishi wa Mungu. Ndio jambo la kwanza, na ndio maana naweza nikasema baadaye hata alipopata nafasi hii ya kuwa kiongozi mkuu hapa duniani au kiongozi mkubwa zaidi hapa duniani katika kanisa, hakutaka kuwatenga wale wote waliokosea. Hakutaka kuwapuuza wale wote wa hali ya chini. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye baadaye, baada ya kupitia changamoto za maisha, alisoma. Baadaye miaka 1969 akaja akapata nafasi za uongozi kanisani, akapanda mpaka anakuja kuwa kiongozi. Licha yeye tu kuyaishi maisha ya kimapinduzi au kimabadiliko, ni kwamba ni Mungu pia ni kama alimteua yeye kuanzia uteuzi wake au kuanzia uchaguzi wake, kwa maana alivyochaguliwa na makardinali wenzake, ilionyesha kwamba ameletwa kuja kuongoza mabadiliko, kwa sababu ndio mara ya kwanza bara la Amerika ya Kusini linatoa papa. Haikuwahi kutokea. Lakini vile vile ukiangalia, hili ndio bara ambalo linaongoza kuwa na idadi kubwa ya Wakatoliki duniani, bara la Amerika ya Kusini. Lakini halikuwahi kuwa na papa katika maisha yote. Ukiangalia bara la pili ni bara la Afrika ambalo lina idadi kubwa ya Wakatoliki duniani, lakini kamwe mpaka leo halijawahi kuwa na papa. Kwa hiyo kuanzia alipozaliwa, mfumo wake wa maisha, lakini kuanzia alivyopatikana kama kiongozi mkuu wa kanisa hili, ilionyesha ujio wa mapinduzi na maboresho ya kanisa, kubadilisha mitazamo ya kanisa. Japo baadaye kulikuwa kuna mivutano kidogo ambayo ilitaka kujaribu kumiumbisha, hasa kwa wale ambao tunawaita conservative, wahafidhina wa kanisa ambao hawaamini katika mabadiliko. Walikuwa wanampinga sana, japo aliweza kusimama imara, na kusimama kwake imara sio kwa kuwapuuza, bali kuwaelimisha kwamba Mungu hakuwatenga, na hata ujio wake Mungu alikuja kwa lengo la wale ambao walikuwa na changamoto, waliokuwa na mapungufu. Hakubagua mtu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, yeye kama kiongozi alitaka kuwaweka wote kwa pamoja. Nadhani naweza nikamfafanua hivyo, kuanzia historia kwa ufupi, kuanzia historia yake ya maisha, namna gani alipatikana mpaka kuja kuwa kiongozi, na namna gani aliongoza. Alikuwa ni mtu ambaye alipitia maisha tofauti, na hata alipokuja kuwa kiongozi hakutaka kuitenga jamii yeyote. Sababu hata ukiangalia ziara zake, kama nilivyosema, Afrika, alianzia ziara barani kwa mashariki, Afrika ya Kati, ndio kipindiko ilikuwa ina changamoto kubwa sana ya makundi yale mawili ya Antibalaka na Seleka, yalikuwa katika machafuko. Baada ya pale akaja Uganda, akaja Kenya. Zilikuwa ni nchi ambazo sio rahisi hata kufikirika kwa kiongozi mkubwa kama yule kuweza kufika, lakini yeye aliamua kuja. Kwa mfumo wake wa maisha naweza nikasema ni mfumo collective uliowajumuisha watu wote. Labda huo mfumo ndio ambao pengine ulikuja na hii dhamira ya kusema kwamba hata wale ambao wamemwasi Mungu, kwa maana kwamba wanafanya mapenzi kinyume na maumbile, kanisa lisiwadharau wala kuwatupa. Ni sahihi, na hapo pia ndio ambapo alikumbana pia na ugumu zaidi. Lakini alichotaka kukilenga yeye ni kwamba hawa, kama tunawaona wenye changamoto, hawastahili kutengwa, bali wanastahili kusaidiwa kwa mtazamo wa papa. Kwa hiyo ilikuwa ni tofauti ndogo sana ambayo yeye aliamua kuiweka sasa kwa mtazamo wake, kwamba hawa tunaona ni wakosefu, lakini kama ni wakosefu wanastahili kutengwa, wanastahili kuuawa, wanastahili kunyanyaswa? Hapana. Basi kama ni wakosefu wanastahili kusaidiwa, aidha kurejea katika utimamu wao na uhalisia wao, au kuangaliwa katika namna ambayo inaweza kupunguza makali ya makosa yao. Kuna cha kujifunza
Ndio. Labda kuna cha kujifunza chochote kwa viongozi hasa wa kisiasa kwa kuangalia huyu baba mtakatifu ama Papa Francis alivyoishi maisha yake? Labda kuna chochote ambacho viongozi wetu wanaweza wakajifunza kupitia yeye? Lipo kubwa sana kwa maana ya ninaweza nikasema la kwanza ni kuto kujikweza. Alikuwa ni kiongozi ambaye hakujikweza kwa nafasi yake, lakini pili alikuwa ni kiongozi ambaye hakusita kuelezea uhalisia pale ambapo aliona jambo fulani halipo sawa, kwa sababu kuna mitazamo tofauti juu ya kanisa Katoliki kwamba linaegemea upande fulani, lakini Papa Francis hakusita kusema ukweli pale alipoona nchi fulani ambayo inaaminika ina ukaribu zaidi na kanisa Katoliki inakosea. Kwa mfano hivi karibuni amekuwa ni mtu ambaye mara kwa mara amekuwa akilaani mauaji ya Palestina, mauaji ya Israel dhidi ya Wapalestina. Kwa maana anasema hata kama wanatafutwa magaidi wa Hamas, lakini uangalifu uwepo katika kuwalinda raia. Vile amekuwa akizungumzia vita vya Urusi na Ukraine. Urusi akishambulia Ukraine inapotokea mauaji ya raia, au Ukraine inaposhambulia Urusi inapotokea mauaji ya raia, amekuwa wazi kusimama na kukemea na kukana bila kujali nchi hiyo ina mahusiano gani imara na kanisa Katoliki. Kwa hiyo nadhani kuna kujifunza kwamba ukweli uwekwe kama ukweli, lakini pili, unapokuwa kiongozi usiwaweke mbali watu wako bila kujali usiwaweke mbali watu wako kwa kuzingatia hadhi zao, nafasi zao za kiuchumi. Wote waweke karibu, kwa sababu wote wako chini yako, wanategemea maono yako, wanategemea uongozi wako. Sasa sijajua ajaye yeye itakuwaje, japo natarajia misingi aliyoiacha Papa Francis itafuatwa na kuondoka kwa misingi hiyo, au kuondoka kwa Papa Francis haitaondoa misingi hiyo kwa urahisi namna hiyo. Basi naomba nikushukuru sana ndugu yangu Ismail, nilikuwa na wewe kupitia Afromedia. Tuendelee kufuatilia yale yanayojiri, pengine tupate kujua Papa atazikwa lini na taratibu nyingine ziko vipi. Zeni tutarudi kwa watazamaji ili kuendelea kuwajuza yale yanayojiri ulimwenguni kote. Nashukuru sana na karibu sana. Asante sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nilikuwa na ndugu Ismail, mchambuzi wa masuala ya kimataifa hapa, tukijaribu kuangazia msiba huu mzito ambao umetukuta ama umewakuta Wakristo wote ulimwenguni, lakini pia msiba uliougusa dunia kwa ujumla. Changamoto yake kubwa ilikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua kwenye mapafu. Hivyo kanisa kama kanisa, lakini pia madaktari na Vatican kwa ujumla wamejitahidi sana kuokoa maisha yake, na ripoti zilivyokuwa zinajiri hivi karibuni kwamba hali yake ilizidi kuimarika kadri siku zinavyozidi kwenda. Lakini ghafla tumepokea taarifa ya kifo simanzi kwa ulimwengu kwa ujumla. Hivi karibuni nitakuletea historia yake fupi, ninaendelea kuchambua hapa. Pia nitaungana na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ismail kutokea Tanga ili kuweza kujuza yale ambayo Papa Francis aliyahimiza kipindi cha uhai wake. Tusisahau kumuombea, tusisahau kuiombea amani ya ulimwengu na dunia kwa ujumla. Hii hapa ni Afromedia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante sana.